Mjumbe hajui kwamba hapo pana mganga, na anaowajua wanaishi hapo sio huyo anayeonyeshwa kwamba ndiye aliyekuwa anaishi hapo. Ninachosema, Chalamila, Muliro na serikali ya kishetani, serikali ya damu, serikali ya chama cha mashetani, acheni kucheza na damu za watu. Ndio, inawezekana mnakunywa damu hizo, inawezekana mnaoga damu hizo, inawezekana ndio kiungo ambacho mnakiweka kwenye chakula mnachokula, lakini acheni kucheza na damu za watu. Kwa ufupi, ngoja niwaruhusu watu wasikie maelezo kidogo haya ya mjumbe, alafu usikie na vimaneno fulani vinavyotamkwa na kina Muliro, akina Chalamila, na kuwekea tu cha Chalamila. Acheni kucheza na damu za watu. Kunyweni, kuleni, wekeni kwenye mboga, wekeni kwenye ugali, vaeni, pakeni kwenye mavazi, lakini acheni kutuchezea huku barabarani. Uweni kimya kimya, kaeni kimya kimya kama mlivyoua maelfu ya watu. Nini unafahamu kuhusiana na tukio la James Temba ambaye nalo chake kimekutwa huku Kibebelu? Mimi ninavyofahamu kuhusu tukio hilo lilotokea tarehe 11, nilikuwa nyumbani kwangu. Baada ya kuwa nyumbani kwangu, nikapigiwa simu na mjumbe mwenzangu, kaniambia katika shina lako kuna shida. Nikamwambia shida gani? Akutaka kunifahamisha, kaniambia nije katika tukio, nikishia kuja katika tukio nitajua shida yake. Kwa kuwa simfahamu katika shina langu, akasema mbona huyu mgeni kwangu? Akasema basi mama anakaa humu mjumbe. Basi tukaingia ndani. Na huyu Side ambaye unamsema hapa, ambaye ni mwananchi kwenye eneo lako, hujawahi kuonana naye siku zozote kabla hili tukio? Yaani kabla ya tukio sijawahi kuonana naye, kwa sababu hata mimi nilishangaza kwanza kuwepo hapo. Nilikuwa najua nyumba wanakaa, kuna watu walikuwa wanakaa humu ndani. Sasa kuja hapo nikamshangaa, nikasema hebu naye kaja lini? Mwenyewe akanifahamisha na miezi 2 hapa toka niingie katika nyumba hii. Kwa hiyo kwangu alikuwa mgeni. Na ni kweli kwamba ni mganga wa kienyeji kama inavyosemekana? Kwa kweli mimi sijawahi kumsikia kama mganga wa kienyeji. Baada ya hapo kusikia hapo ndo nasikia kama ni mganga wa kienyeji, lakini sijathibitisha kweli mganga, kwa sababu sijaenda na sijawahi kusikia mtu alioenda hapo. Na ufumi huo sijawahi kusikia hapa kama kuna mganga, sikuwahi kusikia hiyo. Ripoti ya Jaji Chande aliyoitoa kuhusu kilichoitwa visababishi vya vurugu za tarehe 29, moja wapo alisema kwamba moja jambo lake ambalo moja alizungumzia ni kuhusiana na baadhi ya watu kutoweka, na kwamba akatoa hoja kwamba moja ya sababu inayopelekea baadhi ya watu kutoweka na kutoeleweka walipo ni imani za kishirikina na masuala ya mapenzi. Wengine wakasikika wanabisha huko kwamba sio. Lakini hata jana ripoti aliyoitoa Sakapu Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo na sehemu ya kichwa, anakwenda kuzika pembeni mwa nyumba yake. Haya, vijana wanasema picha linaanza. Angalia hapa mwisho anapomalizia Chalamila. Anasema mganga wa kienyeji sijui alichukua moyo, aichukua figo, sijui aichukua maini. Ule mwili ulipo okoto umekatwa kichwa na taarifa zote. Kuna mahali mliwahi kuona mwili ule umepasuliwa ukachukuliwa hivyo vitu? Hivyo vitu vilitolewa kwa njia gani? Kichwa chako na mtu yoyote, kuna utaalamu mnajua kweli mwili baada ya kukata hili koromeo mtu anaweza akafuata maini, akafuata moyo. Aisee. Nirudi kwenye mada husika. Najua kuna kijana, polisi wamefanya kazi nzuri, wanaosema Temba aliuawa wameumbuka. Mimi nikasema polisi wamefanya kazi nzuri kwa sababu wanaujua mchongo, ndio maana kichwa wamekipata kirahisi, na wameamua awamu hii waonyeshe hicho kichwa, kwa sababu inawezekana kuna namna wana polisi, Chalamila, chama cha mashetani, serikali ya damu wanaona njia ya kujisafisha ni kumwaga damu zaidi, kwa sababu ndio hii waliuleta hii mbinu pia ya nyeti kupotea. Pana watu wameuawa,
kichwa chao kilipofika mwisho, kwa sasa njia pekee wanayojua ni ya kujisafisha, ni kumwaga tena na tena na tena damu. Acheni kucheza na damu za watu. Anyway, mkimwaga, kunyweni, kuleni, pikeni, pakaeni, wekeni kwenye chakula, fanyeni chote mnachofanya, fanyeni kimya kimya. Mkiongea tutaongea, mkiongea tutaongea. Mnatufanya tuongee na ambao tulikuwa tumekaa kimya tu, tunalia, tunatonesha vidonda kwa mamia, makumi na watu wa karibu yetu mliowaua kwa njia mbalimbali. Alafu pengine kinakuja kitisho cha Mbarikiwa, wanakuwa mapema. Wameacha nini? Kwani kifo shingapi? Wameacha nini katika yote walionitendea? Wameacha nini? Hivi kifo mnakiona kifo ni bei gani? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika mara baada ya tabu yao. Hawa walitabiriwa kwamba watasimamia mauaji ambayo before hayajawahi kuwepo na hatakuja kuwepo tena, na kwamba akina sisi tulitabiriwa kwamba wakati huu tutaongea, tutakuwa hodari, na wengi litabiriwa tutakatwa kwa upanga, tutafungwa magerezani, tutatekwa nyara siku nyingi, watu watalala, maelfu wameuawa. Sikia, mimi nisiposema haya, ninachoweza kufanya ndo ambacho wanafanya wengi ambao hawasemi. Naweza nikaingia klabu, nikaanza na mimi kujirusha. Naweza pengine na mimi nikachukua upanga, nikaamua kulipiza kisasi mahali. Naweza nikawa mlevi, naweza nikawa mvuta madawa ya kulevya, naweza nikawa najifungia ndani. Kwa sababu mimi ukiniambia hubiri Injili, unaniambia hubiri, kemea ubaya, na hasa uuaji, utekaji, maonezi, dhuluma. Mimi kwangu ukiniambia hubiri Injili, ndo hiyo Injili. Nje na hapo unataka niwe mlevi, niwe mvuta madawa, niwe mraibu wa madawa ya kulevya, niwe mzinzi, kwa sababu nje na kufanya hiki ninachokifanya, hasa mtu niliyeumizwa kama hivi, ndo hiyo tu, ni kulala, kufungulia sabufa na lifeni halina mfuniko kwa mbele, linapiga makelele, unafungulia sabufa, unasikiliza nyimbo chafu, unaangalia picha chafu, ukiinuka pengine utabaka au utashika upanga. Mimi hapana. Nafahamu mtu asipofanya jambo jema, at the same time atafanya jambo baya. Mimi nitasema haya kwa sauti, kwa sauti inayosikika. Sasa swala la Mbarikiwa na kuwa mapema, wewe ndio uliye targeted, wewe ndio maana ndugu zako wanauawa kwa spidi kubwa, kwa sababu ni kama maneno yako yamenyoka sana. Uweni tena na tena, tumieni njia zote, uweni. Kama mimi Mungu ameruhusu muniondoe, sawa tu. Mimi nachojua dawa ya kuondoa uchafu huu ni kupinga, ni kukemea, lakini kubwa kuliko, nyie mmekunywa damu nyingi, mmeoga damu nyingi, mmemwaga damu nyingi, hamstahili kuwa kwenye nafasi za cheo na kiajira chochote ulichopo. Uliye kwenye kiajira, uliye kwenye cheo, wewe ni mnufaika wa ujira wa damu, wewe ni mnufaika wa umwagaji wa damu. Ondoka kwenye kinafasi hicho, na huu ni wito nitauita mpaka siku ya mwisho ya maisha yangu, kwamba ndiyo njia pekee ingeinusuru nchi, ingeitakasa nchi, ingeisafisha nchi. Hilo ni neno la Mungu, halihitaji ulipigie kula. Unalipenda kula, ulipendi weka, lisubiri wakati fulani, utaona ndilo lilitakiwa ulisikie. Jambo kubwa ambalo pia nitaka mfahamu ni ushamba na ushetani wa kiwango cha juu, kujiona ni polisi au ni serikali ambao kazi yenu ni kutangaza matukio ya kwamba nani kauawa, nani kaharibikiwa. Kazi inayoitwa kazi ya serikali au jeshi lolote ingekuwa na maana, ingekuwa munasema tumezuia mauaji, tumezuia uhalifu. Mimi nawaambia nyie sio binadamu, nyie ni nyoka. Uwezi ukawa umejipa kazi na kuona sasa hivi kazi yenu nyie kuonyesha mmefanya kazi ni kutoa ripoti
ya mtu kauawa hayupo tena. Nyie kwenu ni ushindi, tumefanya kazi nzuri, tumepata taarifa kuna mtu kauawa. Nyie hivi nyie mmesha kuwa mapepo kamili nyie. Sikiliza, huo ni ushetani na ushamba wa kiwango cha juu. Tupeni taarifa za kuzuia mabaya, tupeni taarifa za kwanza, after all mjue kwa utawala ambao kila kinachopatikana kazi yake ni kwenda kuhonga watakaoenda kuua watu, kwenda kuendeshea mikesi mahakamani. Hamwezi mkazuia ubaya kwenye jamii. Watu wanalazimika kufanya mabaya kwa sababu moja, mumebana mazingira ya watu kusurvive. Mbili, kila kinachopatikana mnakula wenyewe, pengine na kuwahonga watakaowasaidia kuua wanaowapinga. Hapo hamwezi mkawa na jamii iliyo salama, jamii ambayo haitafai furukuti. Sababu jamii, watu wanataka pengine angekula chochote, watu wanataka pengine angepata haki mahali, akilia akilalamika. Ni anaelia anayelalamika kwamba ameonewa, ndugu zake ameuawa, huyo ndo adui yenu. Asante na hongera kwa kunisikiliza, whether umependa au hujapenda, lakini hiyo ni message sent and delivered. Acha inyeshe, tuone patakapokuja. Imenyesha, tumevujiwa, lakini bado inaendelea kunyesha. Inawezekana sasa itavuja upande wako. Asante.